Ni saa 12 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, mimi ni Martha Saranga. Karibu katika Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, maafisa nchini Marekani wanasema walinzi wa pwani wanafuatilia meli nyingine ya mafuta nje ya pwani ya Venezuela. Mateka 130 waliochukuliwa katika moja ya matukio mabaya zaidi ya utekaji nchini Nigeria waachiliwa huru. Na hii leo utasikia mfululizo wa makala maalum za mwisho wa mwaka, ambapo leo tunaangazia hali ya demokrasia Afrika Mashariki na barani Afrika kama ilivyoshuhudiwa katika kipindi cha mwaka huu 2025. Activists wanapoingia katika nchi, bora hawajakuja kupanga maandamano na kuhamasisha wananchi kwa chochote ama kufanya kazi yoyote kule, hakuna matatizo yoyote wakiingia nchini kuja kushuhudia. Na kwanza ni muktasari wa habari za dunia. Bunge la New South Wales nchini Australia linajadili mageuzi ya umiliki wa silaha kufuatia ufyatuaji risasi uliolenga halaiki katika sherehe ya Wayahudi katika ufuo wa Bondi wiki iliyopita na kusababisha vifo vya watu 15. Mapendekezo hayo ambayo yanatarajiwa kupitishwa yanajumuisha masharti ya idadi ya silaha ambazo mtu anaweza kumiliki. Kwa upande wa wadau wanaotetea haki ya kumiliki silaha nchini humo, wanasema sheria hiyo imeharakishwa na itawaadhibu isivyo haki wamiliki wa silaha. Jana Jumapili, waziri mkuu wa Australia alizomewa katika sherehe ya kuwakumbuka waathiriwa. Serikali inashutumiwa kwa kutochukua hatua za kutosha kupambana na chuki dhidi ya Wayahudi. Kanisa pekee la Kikatoliki katika jiji la Gaza limefanya ibada ya kwanza kuadhimisha sherehe za Christmas. Ibada hiyo iliongozwa na Kardinali Pier Battista Pizzaballa, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki nchini Israel na katika maeneo ya Palestina, ambaye amesema jumuiya hiyo inaendelea kuishi katika nyakati za giza na changamoto kubwa. Kanisa la Parokia ya Familia Takatifu lilipambwa kwa mapambo ya Krismasi wakati Kardinali Pizzaballa alipowasili. Hii ni ziara yake ya kwanza kuingia mjini Gaza tangu kufikiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano mwezi Oktoba kati ya Israel na Hamas. Mamlaka nchini Nigeria zinasema kuwa mateka 130 waliotekwa katika moja ya matukio mabaya zaidi ya utekaji nchini humo wameachiliwa huru. Watu wenye silaha waliwakamata wanafunzi na wafanyakazi kutoka shule ya Kikatoliki katika jimbo la Niger mwezi uliopita. Serikali ya Nigeria inasema mateka wote 230 sasa wako huru, lakini polisi wanasema hesabu kamili ya watu bado haijakamilika. Bado haijafahamika ikiwa kuna malipo yoyote yaliyofanyika kufanikisha kuachiliwa kwao. Na mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump katika mzozo wa Ukraine na Urusi ameelezea siku 3 za mazungumzo huko Miami zinazolenga kukomesha vita nchini Ukraine kama zenye tija na zenye kujenga. Akiandika kwenye mitandao ya kijamii, Steve Witkoff amesema kwamba Ukraine na Urusi zilijitolea kikamilifu kukomesha vita. Wajumbe wanaohusika na mazungumzo hayo ikiwemo Marekani walikutana na pande zote mbili zinazohusika na mzozo unaoendelea. Baadhi ya mazungumzo yalihusisha wajumbe wa Ukraine ikiwemo wawakilishi kutoka kwa washirika kadhaa wa Umoja wa Ulaya. Jitihada za kidiplomasia zinafuatia shinikizo jipya kutoka kwa Rais Trump la suluhisho la mgogoro huo unaokaribia miaka 4 sasa. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio ya shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Kenya unatupata kupitia Must FM, Uganda ni Voice of Muhabura, Tanzania unatupata kupitia CGFM, visiwani Zanzibar ni Zenji FM, na iwapo upo nchini DRC atege sikio kupitia Lizadil Radio. Aidha, unaweza kutufuatilia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili, ukaweka maoni yako hapo na tukipata wasaa tutausoma. Mimi ni Martha Saranga. Maafisa nchini Marekani wanasema walinzi wa pwani wanafuatilia meli nyingine ya mafuta katika maji ya kimataifa nje ya pwani ya Venezuela. Hii ni operesheni ya pili kufanyika wikendi hii. Mwishoni mwa juma, Venezuela iliishutumu Marekani kwa uharamia wa kimataifa na utekaji nyara baada ya vikosi vyake kukamata meli ya mafuta huko Caribbean. Maafisa wa Marekani wamesema meli hiyo ilikuwa imebeba mafuta yaliyotumika kufadhili kile walichokiita ugaidi wa narko, lakini hawakutoa
kutoa ushahidi wowote. Awali, Rais Donald Trump aliamuru kuzuiwa kwa mafuta kuingia na kutoka Venezuela. Naye waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amezungumza na waandishi wa habari mwishoni mwa juma lililopita akisema ni wazi kwamba Marekani haiwezi kuvumilia hali ya sasa na utawala wa Venezuela. Msingi wa sera yetu ya mambo ya nje ni kulinda maslahi ya taifa. Hivyo ni lazima kwanza yafafanuliwe maslahi hayo, kisha yatekelezwe. Tumebainisha kuwa tunaunga mkono sera za nje zinazofanya taifa liwe salama zaidi, imara zaidi, au lenye ustawi mkubwa zaidi, ikiwezekana yote matatu, lakini angalau mojawapo. Hii pia inahitaji kuweka vipaumbele, kwa kuwa hata taifa lenye nguvu na rasilimali nyingi ina mipaka ya muda na uwezo. Rasilimali hizo pia vikwazo vimewekwa kwa baadhi ya jamaa wa Rais Maduro na kwa biashara zinazohusiana na kile Marekani inachokiita utawala wake usio halali. Mamlaka nchini Nigeria zimearifu kuwa waathiriwa 131 kati ya utekaji nyara mkubwa zaidi kushuhudiwa nchini humo wameachiliwa huru. Washambuliaji waliojihami kwa silaha waliwateka watoto na wafanyakazi kutoka katika shule ya Kikatoliki iliyoko jimbo la Niger mwezi uliopita. Serikali inasema kuwa wanafunzi wote 130 waliotekwa sasa wako huru, lakini polisi wanasema wanaendelea na zoezi la uhakiki ambao bado haujakamilika. Samba Tenzi na taarifa zaidi. Mmiliki wa shule hiyo na mwenyekiti wa chama cha Wakristo nchini Nigeria, CAN, katika jimbo la Niger, Askofu Bolusi Dauwa Yohana, amethibitisha taarifa hiyo kwa BBC. Haijafahamika ikiwa kuna malipo yoyote yaliyofanyika ili kuwezesha kuachiliwa kwa mateka hao. Siku ya jana Jumapili, msemaji wa Rais Sunday Dare alitangaza kupitia akaunti yake rasmi ya mtandao wa X kwamba hakuna mwanafunzi wala mfanyakazi wa shule aliyesalia mikononi mwa watekaji nyara. Kamishna wa polisi wa jimbo la Niger, Adam Abdullahi Eleman, ameiambia BBC kuwa kundi la mwisho la walioachiliwa huru linaendelea kufanyiwa uhakiki na vikosi vya usalama na kwamba watapelekwa shuleni leo siku ya Jumatatu ili kuwaunganisha tena na familia zao. Walioachiliwa huru ni wanafunzi 303 na walimu 12 waliotekwa kutoka katika shule ya Kikatoliki ya St. Mary's baada ya watu wenye silaha kuvamia bweni la shule hiyo alfajiri ya Novemba 21. Uongozi wa shule umeeleza kuwa wanafunzi 50 walitoroka wakati wa shambulio hilo, hali iliyosababisha zaidi ya wanafunzi 200 kujikuta mikononi mwa watekaji. Tarehe 8 Disemba, mamlaka ziliokoa wanafunzi 99 na mwalimu mmoja, huku wengine takriban 165 wakiendelea kushikiliwa. Hata hivyo, kamishna wa polisi wa jimbo la Niger ameieleza BBC kuwa watu 130 waliokombolewa hivi karibuni wanakamilisha idadi ya waliokuwa wamesalia, akieleza kuwa takwimu za awali zilizotolewa na uongozi wa shule hazikuwa sahihi. Kufuatia visa vya utekaji wa mara kwa mara katika majimbo ya Niger na Kebbi, mwezi Novemba, serikali ya Nigeria ilitangaza kuzifunga shule zote 47 za umoja na kuzifungua tena tarehe 18 Disemba baada ya kusema kuwa imeimarisha mifumo ya kiusalama ndani na nje ya maeneo ya shule. Hata hivyo, shule katika jimbo la Niger bado zimefungwa, huku serikali ya jimbo hilo ikisisitiza kuwa zitafunguliwa tu pale itakapokuwa na uhakika wa usalama wa wanafunzi na mazingira ya shule kwa ujumla. Taarifa yake Samba Tenzi. Ni rasmi, makala ya 35 ya michuano ya kombe la mataifa ya AFCON imeanza kutimua vumbi jana nchini Moroko, kwa wenyeji Moroko kuanza vema na kushinda mchezo wa ufunguzi ambapo walifanikiwa kuifunga Komoro mabao 2-0 mbele ya mashabiki wao katika uwanja wa Rabat. Moroko inatajwa kuwa miongoni mwa timu zinazopigiwa upatu kushinda taji hilo. Sasa muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wa BBC Omari Mkambara ambaye yuko nchini Moroko kutuletea yote yatakayojiri huko. Lakini kwanza nilitaka kufahamu shamra na maandalizi ya michuano iko vipi? Martha, shamra ni kubwa na zimefana, kwa sababu ukishuka kwa mfano airport tu, ukifika airport Rabat unaanza kuona picha, muonekano kwamba AFCON kweli inafanyika Morocco. Kwa hiyo kimsingi Morocco walikuwa wamejiandaa na kila kitu kwenye siku ya jana ya ufunguzi kilienda vizuri katika swala la maandalizi nje ya uwanja, ndani ya uwanja, na hata wameshuhudia wenyewe Morocco wakianza kupata matokeo mazuri katika mchezo wa kwanza wa ufunguzi. Kwa kifupi, shamra ni kubwa sana, na ukipita kwenye maeneo mbalimbali ya taifa hili la Morocco unajua kabisa kweli AFCON 2025 iko hapa Morocco na inafanyika
hapa Morocco. Ratiba ya leo iko vipi na nani anakipiga na nani, Omari? Mchezo wa mapema kabisa leo ni Mali watakipiga na Zambia. Utakuwa ni mchezo wa kwanza Martha, lakini Afrika Kusini Bafana wao watakuwa wanacheza mchezo wa pili baadaye, kwa maana ni mechi ya pili siku ya leo, lakini mechi ya kwanza kwa Afrika Kusini dhidi ya timu ya taifa ya Angola ama unaweza ukawaita Red Devils, na baadaye Masri au Mafarao watakuwa wanakipiga na timu ya taifa ya Zimbabwe. Kwa hiyo ndio michezo mitatu ambayo itakuwa inachezwa leo tarehe 22 katika michuano hii ya AFCON makala ya 35. Bila shaka Tanzania, Uganda na hata Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni wawakilishi wa ukanda wetu Afrika Mashariki. Ratiba ziko vipi kwa upande wao kwa kuanzia? Taifa Stars, Uganda The Cranes wakiwa kundi moja, lakini na Congo DR watashuka dimbani kesho. Tanzania yeye atakuwa anakwenda kucheza mechi yake ya kwanza ngumu dhidi ya timu ya taifa ya Nigeria Super Eagles, na ndipo hapo mimi nilipo kwenye mji wa Fez ambako kutachezwa mchezo huu. Tutakuwa tunaendelea kuletea vitu ambavyo vinaendelea hapa. Kwa Tanzania dhidi ya Nigeria utachezwa hapa Fez, lakini hali kadhalika Uganda The Cranes watakuwa wanacheza na timu ya taifa ya Tunisia. Huu ni mchezo mwingine ambao utakuwa unachezwa, lakini wawakilishi wengine wa ukanda huu wa kwetu kule wa Afrika Mashariki, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watakuwa wanakipiga na timu ya taifa ya Benin. Lakini mbali na hapo, mchezo mwingine pia utakuwa unachezwa siku ya kesho, ni mchezo wa bingwa mara moja kwenye michuano hii, timu ya taifa ya Senegal ambao watacheza na timu ya taifa ya Botswana. Na tukumbuke Botswana hii ni mara yao ya pili wanashiriki michuano hii ya AFCON, na utakuwa ni mchezo mwingine katika mwendelezo wa michuano hii ya kombe la mataifa Afrika, ikiwa ndio kwanza safari inaanza hapa Morocco. Na kiukweli kabisa michuano inaonekana itakuwa ni ya kuvutia zaidi, kwa sababu maandalizi ya Morocco, viwanja na kila kitu viko vizuri sana Martha. Na bila shaka kwa uchache tu, pengine umekutana na mashabiki kutoka Afrika Mashariki na umezungumza nao mawili matatu? Naam, nilipata nafasi, nimefika kidogo muda umeenda, lakini nimepata nafasi ya kuzungumza na watu wawili kutoka Uganda, na nilizungumza na mtu mmoja kutoka Tanzania. Wote wana shauku ya kuona timu zao zitafanya vipi, kwa sababu hili ndio kundi ambao tunaonekana pia ni moja ya kundi gumu, lakini timu zote mbili kutoka Afrika Mashariki kwa maana ya Tanzania na Uganda hazipewi nafasi kabisa ya kusonga mbele, kwa sababu kuna Nigeria na Tunisia wao ndio wanapewa nafasi zaidi. Kwa hiyo mashabiki wa Afrika Mashariki wanaangalia kwamba nini kinaweza kikatokea au kitakuwaje, lakini tusubiri kuweza kuona dakika 90 za michezo ya kwanza, Tanzania dhidi ya Nigeria, Uganda dhidi ya Tunisia. Na ni mwandishi wa BBC Omari Mkambara akiwa Morocco. Unaendelea kutegea sikio matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, na sasa tunakuletea mfululizo wa makala maalum za mwisho wa mwaka na mpisha Skola Kisanga. Hujambo popote pale ulipo, karibu katika makala hii maalum kabisa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikiangazia siasa, demokrasia na diplomasia ya ukanda huu wa Afrika Mashariki kwa mwaka mzima huu 2025, na kukaribisha kutoka Afrika Mashariki, Afrika ya Kati, kadhalika na eneo zima la Maziwa Makuu. Karibu, mimi ni Skola Kisanga, na tuanzie nchini DRC ambapo viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yani DRC pamoja na Rwanda walisaini makubaliano ya amani yaliyolenga kumaliza mzozo wa muda mrefu katika eneo hilo katika mkutano ambao uliandaliwa na Rais wa Marekani Donald Trump huko Washington. Hata hivyo, mbali na uwepo wa kusainiwa kwa mkataba huo wa amani, mapigano hayajakoma nchini DRC. Kumekuwa na kuongezeka kwa mvutano katika eneo la mashariki mwa taifa hilo lenye utajiri wa rasilimali kati ya majeshi ya serikali na waasi wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda yani M23. Jeshi la DRC linaendelea kuwashutumu wapinzani wao kwa kujaribu kuhujumu mchakato wa amani, lakini waasi wa M23 wanasema jeshi ndilo ambalo lilianzisha mashambulizi kinyume na makubaliano ya kusitisha mapigano. Mwanzoni mwa mwaka huu, waasi wa M23 waliteka maeneo makubwa ya mashariki mwa Kongo katika mashambulizi yalisababisha maelfu ya watu kuuawa na wengine wengi tu walilazimika kuyakimbia makazi yao. Hata hivyo, siku chache baada ya kusainiwa kwa mkataba huo wa amani, waasi wa M23 waliteka mji wa Uvira uliokuwa mji wa mwisho chini ya